अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. तकरीबन 3 हफ्ते पहले जमात अहमदिया यूके ने बरतानिया में जमात के 100 साल mwezi wa 3 2014 Halifa mtukufu Ayyadahullah Taala anasema kwamba takriban wiki 3 iliyopita jumuiya ya Uingereza kwa kutimia miaka 100 ya jumuiya ya Uingereza ilipanga sherehe maalum. Katika sherehe hii maulama au wakilishi wa dini mbalimbali walialikwa kwamba wao kwa mujibu wa vitabu vyao waeleze mafundisho yao kuhusiana na Mwenyezi Mungu na kuhusiana na dini. Na mada ilikuwa hii kwamba katika karne hii ya 20 kwa nini tunamtaka Mwenyezi Mungu. Na ni dhahiri kwamba upande wa Islam jumuiya ilishiriki kwa kuwa mwakilishi wa Islam, na zaidi hawa wakilishi wa Mayahudi, Budmat, Mabaniani, Singasinga pia walishiriki ambao walitoa maoni yao. Wakilishi wa Zartash pia walikuwepo katika hafla hii, na vile vile Bahai na wakilishi wa dini mbalimbali walikuwepo katika sherehe ile. Pamoja na hawa wakilishi na viongozi wa dini, wenye siasa na wakilishi wa haki za binadamu pia walikuwepo, na wao pia walitoa maoni yao. Na sherehe hii ilifanyika katika ukumbi maalum ambao ni ukumbi wa zamani kwa jina la Guildhall. Ukumbi huu ulijengwa mnamo mwaka 1429. Hata kwa riwaya nyingine kabla ya mwaka ule ukumbi huu ulijengwa, na inasemwa kwamba ukumbi huu ni mojawapo ya ghorofa 2 ya zamani iliyojengwa katika Uingereza. Ulimradi ukumbi huu una historia yake maalum, na katika MTA kipindi hiki kimesharushwa na watu labda wameshaangalia kipindi hiki. Nategemea taarifa yake itakapochapwa katika gazeti la Al-Fazl, habari yake itaelezwa vizuri. Mimi sitaki kueleza historia ya ukumbi ule, bali mimi nimeeleza kwa ufupi kuhusu ukumbi.
lakini lengo langu ni kwamba nieleze kuhusu sherehe ile iliyofanyika, आया कि बेहतर होगा na nategemea kwamba sherehe hii wakati iliporushwa katika MTA tafsiri yake ilielezwa katika lugha ya Kiurdu pia, lakini nilipata ombi moja kutoka Pakistan kwamba itakuwa vyema ikiwa ज्यादा बेहतर समझ सकते mukhtasari wake mimi nieleze katika hutuba yangu, kama mimi naeleza mukhtasari wa ziara yangu za nchi mbalimbali, बहुत प्रोग्राम ili watu waweze kuelewa vizuri kuhusu mkutano ule na waweze kujua kuhusu umuhimu wake pia. कि मैंने फलां अखबार में Huzur anasema kwamba watu wengine hata hawaangalii vipindi vya MTA. Jana nilikuwa naangalia barua moja, katika barua iliandikwa kwamba katika gazeti fulani mimi nilisoma kuhusu sherehe hii, लेकिन बेहतर यही है ilhali sherehe hii ilirushwa katika MTA. इसको देखना चाहिए एमडीओ को अच्छी Lakini kwa sababu watu wengi wanasikiliza hutuba zangu, kwa hiyo mimi nitaeleza muhtasari wake katika hutuba yangu hii. Lakini ni vyema wakati wote sherehe hii ikirushwa katika MTA, watu wanatakiwa waangalie kipindi hiki. ऐसा है Halifa mtukufu ayadahullah taala bin Aslaziz anasema kwamba sasa hivi nitaeleza kwa ufupi अपना muhtasari wa hutuba za और इसके अलावा viongozi mbalimbali waliotoa katika sherehe ile, थे गैरों के वो भी बताऊंगा na mimi nitaeleza muhtasari wa hutuba yangu pia niliyotoa katika mkutano ule. Pamoja na hii nitaeleza maoni ya watu mbalimbali बढ़तरी ili ijulikane kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu uliopatikana wakati ule, हमें पता लगे na vile vile मैं पहली बात ubora wa dini na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaojulikana duniani, unapatikana duniani, watu wajue kuhusu ubora ule pia. Kwanza kabisa kuhusu sherehe ile, mimi nataka kusema kwamba खीर करनी चाहिए थी uongozi wa jumuiya ya Uingereza uliopanga mkutano huu mkubwa na sherehe hii kubwa, wao hawakusambaza habari yake kama iliyotakiwa, iliyopaswa isambazwe na ielezwe, na wao walifurahi kwamba watu kiasi fulani watashiriki katika mkutano ule. Lakini ilitakiwa kwamba wao kabla ya sherehe ile wangetangaza na wangesambaza habari yake, na watu wangejulishwa kuhusu mkutano ule, na wao wangekuwa na uhusiano mzuri na media. Na sasa hivi Amir Saheb na wasaidizi wake kazi wanafanya ya kutoa habari yake katika magazeti. Habari yake ingetoka vizuri katika magazeti ikiwa habari yake ingesambazwa vizuri, kwa sababu siku hizi press ni njia nzuri ya kufikisha ujumbe. Na kuhusu hii, jumuiya mbalimbali za dunia hazifanyi kazi kama ilipaswa ifanywe, अच्छा काम हो रहा है lakini sasa hivi katika Marekani kazi kidogo imeboreshwa, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wanafanya kazi nzuri. Katika nchi za Afrika, Ghana na Sierra Leone, kuhusu hii kazi inafanywa vizuri. हर सतह पर मीडिया तक हमारी Na katika nchi ambapo Kifaransa inazungumzwa, kule pia kazi inafanywa vizuri siku hizi. Lakini inatakiwa tuwasiliane na media katika nyanja zote ili tuweze kujitambulisha na tuweze kuitambulisha jumuiya, na pamoja na hii dunia ijue kuhusu mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Na hii ndiyo ni njia nzuri ya mahubiri, बाज गुररीन ने na jumuiya zote za dunia zinatakiwa ziangatie kazi hii vizuri. Huzuri anasema sasa hivi mimi naeleza kuhusu mkutano ule uliofanyika. कौंसिल जो यहाँ है उसके
viongozi wengine walitoa hutuba nzuri. Mwenyezi Mungu aijalie yoyote waliosema waweze kuifuata pia katika maisha yao. Kwanza kabisa aliyezungumza ni mwakilishi wa Mabaniani Chandar Sharma Saheb. Yeye alisema kwamba mada ya mkutano huu ni mzuri sana, na hii inathibitisha kwamba sisi sote tunaafiki kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Na jambo lingine ambalo ni wazi kwamba wenye siasa na nidhamu ingine ya dunia haikuweza kuimarisha amani duniani. Sehemu zote ufisadi unapatikana na watu hawaamini wanasiasa. Kwa hivyo mimi naona kwa ajili ya ubora wa mwanadamu tunatakiwa tumwelekee Mwenyezi Mungu na tunatakiwa tuishi sawa na dini ya Mwenyezi Mungu. Na anasema kwamba jambo ambalo muhimu ni hili kwamba tusiwasihi watu tu, bali sisi tuweze kuwa na mifano yetu mizuri. Huzuri anasema kwamba hii ndiyo ni kitu cha asili. Mwenyezi Mungu amjalie aliyosema aweze kufuata pia katika maisha yake. Kisha baada ya huyu bwana mwakilishi wa Budmat alisoma ujumbe wa Dalai Lama kwa niaba yake. Yeye anasema kwamba dini zote zinatoa darsa ya upendo na mapenzi na ya subra. Kwa hivyo hata kama sisi hatuelewani na itikadi zao, tunatakiwa tuwaheshimu. Kila dini ilipatia mafundisho mazuri. Siku za usoni pia mafundisho ya dini yanaweza kutuletea heri na tunaweza kutupatia mwongozo. Tunatakiwa tufate hulka njema zilizoelezwa katika dini zetu. Huzuri anasema maneno yake haya ni kweli kabisa. Anasema ufisadi unapatikana kwa jina la dini wakati watu wanaacha kufuata malengo ya dini. Kwa muda fupi nilikuwa napata wazo hili kwamba tunatakiwa tujumuike na tufanye mipango ya kujumuisha dunia nzima ili tupatane na udugu upatikane duniani na amani pia patikane duniani. Kwa sababu ya hii anasema kutoka kwa Jumuiya Ahmadiyya katika Uingereza tarehe 11 wa Februari mkutano wa amani uliofanyika. Mimi napongeza Jumuiya Ahmadiyya kwa sababu ya mkutano wao huu. Nategemea kwamba matokeo yake mazuri yatapatikana katika siku za usoni. Hazura anasema wakilishi takriban wengi yoyote waliosema ni ile inayotakiwa katika wakati huu au katika zama hii. Kisha mwakilishi wa dhehebu la Daruzi Sheikh Muafik Saheb anasema sisi ni taifa ambalo tumejenga uhusiano mzuri na dini zote. Huzuri anasema huyu bana jumuiya yake inapatikana katika Palestina na Israel, lakini wafuasi wao wachache wanapatikana katika Syria. Kwa hiyo huyu bana anasema kwamba Palestina ni ile ardhi ambapo dini nyingi zilipatikana na manabii wengi walipatikana katika ardhi ile ya Palestina, na ardhi ile ni takatifu kwa sababu ya hii. Anasema katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema kwamba enyi watu, kwa hakika tumewaombeni katika kiume na kike na tumewafanyieni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aheshimiwaye sana miongoni mwenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule amchaye zaidi katika nyinyi. Kwa yakini Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye habari. Hii ni aya ya 14 ya sura Al-Hujurat. Na anasema huyu bwana kwamba namshukuru sana imamu wa Jumuiya Ahmadiyya ambaye amenialika kwa ajili ya mkutano huu. Naipongeza Jumuiya Ahmadiyya ya Uingereza iliyopanga sherehe hii kwa kukamilika miaka 100 ya jumuiya yao.
मिलकर sisi katika nchi yetu तशद्दुद की मजम्मत करें और tumejenga uhusiano mzuri na jumuiya ahmadia के तमाम आलम में na mimi nafurahi sana kwa kushiriki mkutano huu sisi sote tunatakiwa tupinge dhulma फिर na tupande mbegu ya mapenzi ambayo matunda yake yapatikane si katika ulaya bali katika dunia nzima lifa mtukufu ayadhahullah taala bisalaziz anasema kwamba kisha baada ya huyu bwana mwakilishi wa ने कहा कि मुझे मज़हब kanisa la katoliki bwana की नुमाइंदगी में अपनी तकरीर पेश करके इंतहाई खुशी हो रही है इस वक्त दुनिया में Kevin McDonald ambaye ni padri amesema kwamba mimi पोप की कैबिनेट के nimefurahi sana kushiriki mkutano huu na kwa kutoa hutuba kwa niaba ya Catholic Church na dunia kwa kweli inahitaji sana mikutano ya aina hii ipangwe kisha भी हैं जनाब कार्डिनल पीटर टर्कसन mwenyekiti wa cabinet ya papa पढ़ के सुनाया है कि मैं खुशी महसूस करता हूँ कि जमात अहमदिया के बरतानिया में 100 साल क़याम bwana cardinal peter मुनक़िद की जाने वाली इस तकरीर में मैं आपसे मुखातब हूँ ujumbe wake ulisomwa ये alisema kwamba mimi nina furaha kwamba katika uingereza kwa kusherekea karne moja ya jumuiya ya uingereza mkutano umepangwa na mimi natuma ujumbe wangu इसके na furahi kwamba viongozi wamejumuika na wanazungumza kuhusu amani ya dunia वो कहते हैं कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ ज़ाहिरी तरक्की को एक बहुत बुलंद कामयाब kuna rabai moja kutoka katika nchi ya israel गिरों और गरीबों ye anasema kwamba खौफनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है katika jamii tunayoishi katika ile maendeleo ya dunia ni kitu kikubwa sana पानियों को गंदा कर रहे na tofauti kubwa sana ya uchumi unapatikana baina ya matajiri na maskini हैं और सियासी kwa jina la maendeleo फसाद tunatumia dunia kwa kupita kiasi tunachafua maji na tunakata miti सब कार्रवाई को katika zama tunayoiishi kuna mvutano wa dini na ya siasa na ufisadi unapatikana duniani jina la mwenyezi mungu na mwongozo wake unakiniagwa chini ya miguu na hayo yote wakiulizwa kwa nini wanafanya hii wanasema kwamba ni shida za kisiasa na kwa sababu ya masilahi mbalimbali njoni tufanye kazi pamoja tushirikiane na tuungane na tufanye kazi pamoja mwenyezi mungu अल्लाह कहे कि ये aijalie hayo yote wanayosema viongozi wao pia waweze kuelewa na hawawakilishi waweze kuambia viongozi wao pia mambo haya yote hazuru anasema vile vile wanasiasa pia walituma ujumbe wao na walitoa hutuba pia mbalozi wa ghana katika uingereza alisoma ujumbe wa rais wa nchi hata mwakilishi wake pia alikuja rais wa ghana alisema kwamba tumehakikishwa kwamba mwenyezi mungu alituma manabii wake अपने प्यारे पैगंबर दुनिया में भेज ambao जिन्होंने दुनिया में waliwapatia रंगों नस्ल के लोगों ujumbe दिया wa udugu na mapenzi na tunatakiwa tuishi maisha yetu kwa ujumbe huu katika nchi ya ghana watu wa dini zote wanaelewana na kila mmoja amepewa uhuru wa dini kisha kuna mwanasiasa wa hapa यहाँ की aitwaye baroness saida warsi yeye pia alikuja kushiriki mkutano ule anasema kwamba kuzungumza mbele ya wageni waheshimiwa ni heshima kwangu ख्यालात का इजहार करना मेरे लिए mkutano huu unathibitisha kwamba jumuiya ya ahmadhia ina moyo mkubwa na ina hulka njema जरफी की आने kwamba umepanga sherehe ambamo badala ya kuzungumza kuhusu itikadi za jumuiya yenu जमात के umewaalika viongozi wa dini mbalimbali ili wao pia watoe maoni yao हमें बरतानिया msaada unaotolewa na jumuiya kwa ajili ya faida ya binadamu athari yake na matokeo yake yanaonekana waziwazi na kwa sababu ya mkutano huu hii pia imethibitika kwamba कि दुनिया भर के मज़ाहब में viongozi होकर बैनुल wa dini mbalimbali wako tayari बढ़ाने के लिए
kupatana na kwa kuelewana, na mimi naona kwamba ni heshima kwangu kushiriki katika mkutano huu. Kisha ni Bi Dr. Katrina ambaye ni naibu mwenyekiti wa Commission on International Religions. Yeye ni rafiki wa jumuiya kwa siku nyingi. Anasema kwamba bahati hii niliyopata ya kuja hapa na kushiriki mkutano huu, mimi nafurahi sana kwa sababu ya hii sherehe hii iliyopangwa kwa kukamilika karne moja ya jumuiya ya Uingereza. Nafurahi sana. Anasema sherehe hii imepangwa kwa ajili ya kutambulisha udugu na uhuru wa dini, na huu ndio ni msingi wa jumuiya Ahmadiyya. Anasema kwamba jumuiya Ahmadiyya ni mfano mzuri wa jambo hili, kwamba amani ya dini inapatikana katika udugu na kwa sababu ya kuwa na uhuru katika dini. Tunapoangalia karne iliyopita tunakuta kwamba mfano mzuri unapatikana katika karne ile. Katika karne ile watu walipatikana ambao walifanya juhudi ya kuleta amani duniani. Kisha alitoa mifano kadhaa ya watu mbalimbali, na anaendelea kusema kwamba katika karne ya 20 tunaona jumuiya yenu kwamba namna gani mnazungumza dhidi ya dhulma inayotendeka duniani. Huzuri anasema hapa amekosea. Kwa hakika tangu Sayyidina alayhi salam alipokuja, jumuiya iliendelea kuzungumza dhidi ya dhulma, na hii yote jumuiya inafanya sawa na mafundisho ya Sayyidina alayhi salam. Huzuri anasema kwamba huyu badala ya kusema karne 20 alitakiwa angesema karne 19. Anasema tunaona katika karne 20 jumuiya yenu namna gani unazungumza dhidi ya dhulma inayotendeka duniani. Nyinyi umeshika bendera ya uadilifu duniani, unataka amani katika jamii ambapo watu wa dini mbalimbali waishi kwa amani, waweze kusikilizana. Na sisi hatuwezi kusikilizana mpaka tuwe na heshima kwa ajili ya wote na tuheshimiane. Na heshimu jambo hili kwamba jumuiya inatoa darsa ya udugu, na kila mmoja wetu anatakiwa awe na uhuru wa kufuata dini. Na vile vile wakati tunapobadilishana mawazo, tubadilishane mawazo kwa uadilifu. Nina hamu kwamba kwa ajili ya lengo hili sisi sote tuweze kufanya juhudi pamoja. Hazur anasema Mwenyezi Mungu ajalie viongozi wa nchi yenye nguvu pia waweze kuelewa jambo hili. Ujumbe wa waziri mkuu wa Uingereza pia ulisemwa na Attorney General wa hapa Bana Dominic Grieve. Lakini kabla ya kusoma ujumbe wa waziri mkuu alitoa maoni yake pia. Huyu Bana Dominic Grieve alisema, kabla ya kusoma ujumbe nataka kusema kwamba sehemu iliyochaguliwa kwa ajili ya mkutano ni nzuri sana, kwa sababu hii ndiyo ni sehemu ambapo wazungu mwanzoni kwa kuwa taifa walianza kusaidia dunia nzima, na leo kujumuika kwetu hapa ni matunda yake. Mkutano huu ni mkutano wa aina yake. Mimi kwa kuwa Mkristo nina uzoefu kwamba mtu ambaye anafuata dini yoyote anaelewa vizuri maoni na fikira za watu wengine kuliko yule ambaye hafuati dini yoyote. Huzuri anasema Mwenyezi Mungu amjalie aweze kuelewa jambo hili vizuri. Kisha baadaye alisoma ujumbe wa waziri mkuu kwamba mimi naipongeza jumuiya Ahmadiyya kwa sababu ya kuwajumuisha viongozi wa dini mbalimbali katika sehemu moja. Mimi naheshimu sana msaada mkubwa wa jumuiya Ahmadiyya katika Uingereza. Ikiwa upande mmoja mnafanya mkutano wa dini mbalimbali, upande mwingine
katika mfuriko uliopatikana hivi karibuni mnawasaidia watu. Huzur anasema khudamul ahmadiyya alifanya kazi nzuri sana katika mfuriko huu uliopatikana. फिर कहते हैं कि जहां तक Anasema kwamba ikiko na swali ya kuelewana, mkutano wa leo unashuhudia kwamba nyinyi mko serious kiasi gani katika kazi hii. Mwenyezi Mungu ajalie watu wote wajumuike pamoja na dunia, amani ipatikane duniani. Na ninafurahi kwamba mwakilishi wa serikali ya Uingereza pia anashiriki mkutano huu. Sisi kwa kukaa na kiongozi wa jumuiya ya Ahmadiyya na viongozi wengine tutafikiria kuhusu hii kwamba dini mbalimbali kwa kusaidiana namna gani wanaweza kuleta amani duniani. Kisha ujumbe wa malkia pia ulisomwa, ambaye ni kiongozi wa Church of England. Katibu wa malkia aliandika kwamba mkutano uliopangwa kwa kusherekea miaka 100 ya jumuiya ya Uingereza katika Guildhall, हॉल में इस अजीमशान जलसा है ninafurahi kwa kutuma ujumbe wangu. बायसे मुसर्रफ Malkia alifurahi sana kwa kujua kuhusu malengo ya mkutano huu na anashukuru kwa kumwalika yeye, na anafanya maombi kwamba mkutano huu ufanikiwe kwa njia zote. Hazur anasema haya yalikuwa maoni ya viongozi mbalimbali, na sasa niliyosema kule naona nieleze muhtasari wake, kwa sababu inaonekana kwamba watu wengi hawakusikiliza hutuba yangu na haikutolewa vizuri katika magazeti pia. Nilisema hii kwamba Mwenyezi Mungu anataka kurekebisha hali ya binadamu na watu waweze kutimiza haki za Mwenyezi Mungu, na vile vile waweze kutimiza haki ya viumbe vyake. Na kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu anatuma manabii wake duniani. दुनिया में बेशतर Wale wanawafuata manabii wanafaulu, lakini wale waliokataa manabii wa Mwenyezi Mungu waliangamizwa. वो बदअंजाम को पहुंचे। हर वो कौम Mataifa yaliyopinga manabii na waliokataa manabii wa Mwenyezi Mungu na walimkataa Mwenyezi Mungu का इनकार किया और ये कहा na walisema kwamba hakuna Mungu wala hakuna adhabu wala hakuna किसी किस्म का अजाब है, ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Mataifa ya aina hii yote yaliangamizwa कुरान करीम na historia yao inapatikana katika Qurani tukufu. Vile vile vitabu vya dini zingine pia vinaeleza historia ya watu wa aina hii kwamba waliowakataa manabii wa Mwenyezi Mungu waliangamizwa wote. बस ये बातें हम Kwa hiyo tunatakiwa, kwa sababu mambo haya tufikirie kwamba hivi si visa, bali historia ya kila dini inathibitisha kwamba hii ilikuwa kweli. Na nilisema kwamba kitabu ninachoamini ni Qurani tukufu, na kitabu hiki kinatuambia kwamba Mwenyezi Mungu kwa kuwatuma manabii wake anataka kuthibitisha kwamba mwanadamu kwa kupata imani ya hali ya juu ajenge uhusiano na Mwenyezi Mungu na atimize haki yake. Vile vile kwa kupata hulka za hali za juu atimize haki za viumbe vya Mwenyezi Mungu. Na nilieleza hii pia kwamba wakati Mwenyezi Mungu alipomtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kurekebisha dunia nzima, na kwa ajili ya kupata lengo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya mahubiri, na tena hakufanya mahubiri tu, bali usiku kwa ajili ya kupata matokeo mazuri ya mahubiri alifanya maombi kiasi hiki kwamba alitoa machozi sana आंसू से तर हो जाती थी। kwa ajili ya kurekebisha binadamu na kwa ajili ya kusalimisha binadamu uchungu alikuwa anao moyoni mwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hatuwezi kueleza hali yake. Kwa kuona maoni yake Mwenyezi Mungu alimwambia अल्लाह ताला ने आपको kwamba ikiwa hawa watu hawakukubali na hawakuamini, je, utakufa? Lakini Mwenyezi Mungu kwa kusema hii ये कहकर hakukaa kimya wala hakurudisha maombi yake, bali alipokea maombi yake शर्फ कबूलियत बख्शा। na alileta utulivu kwa ajili yake. Na wale watu ambao walijizama katika maovu में मुब्तला थे
wale watu kwa kuacha maovu wakawa wenye hulka njema na wakajenga uhusiano mzuri na mwenyezi mungu. तोड़ने वाला बना दिया. Mabadiliko haya hayawezi kuleta kwa kutumia nguvu ya dunia. Hii ilikuwa kazi ya mwenyezi mungu ambaye anapokea maombi na anatawala mioyo ya watu. Kisha nilisema hii pia kwamba कि दुश्मनों से mtume saa salam aliwatendea maadui vizuri kiasi hiki kwamba अल्लाह वसल्लम ने कायम mfano wake haupatikani duniani kote. मिसाल नहीं मिल सकती. Maadui wale maadui ambao walidhulumu sana katika Makka, उन्हीं की इंतहा की हुई थी. wakati wa ushindi wa Makka mtume saa salam aliwasamehe hivi kana kwamba hawakufanya makosa wala hawakudhulumu. हर एक काफिर को भी Kila mkafiri alisamehewa kwa sharti kwamba atafuata sheria ya nchi. इस मसलू को देखकर Kwa kuona hali hii, से बहुत बड़े maadui wakubwa waliozidi sana katika ukafiri wakasema kwamba अल्लाह ताला के नबी hulka hii inaweza kuwa ya nabii tu, na kwa hivi waliamini pia. मान भी लिया. Na nilisema hii pia kwamba katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu amemwita mtume sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin, yani rehema kwa ulimwengu, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa rehema ya hali ya juu. पहुंचे हुए थे और ऐसी हजारों मिसालें हैं Na mifano ya aina hii inathibitisha kauli ya Mwenyezi Mungu aliyosema kwamba yeye ni rehema kwa ajili ya ulimwengu. तौर पर पेश की जा सकती हैं. Na nilieleza hii pia kwamba बताया kwa kuwa na hali hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa rahmatul lil alamin, रहमतुल आलमीन थे. इस्लाम Islam na mtume sallallahu alaihi wasallam anashutumiwa kwamba walifanya vita, na inasemwa hii kwa sababu ya kutokujua historia ya dini tukufu ya Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutangulia katika vita hata mara moja. में पहल नहीं की. Katika mji wa Makka मक्का में alidhulumiwa, aliteswa, na wakati alipodhulumiwa kupita kiasi alihamia Madina. Lakini wakati जब मक्का वालों wenyeji wa Makka waliposhambulia Madina, को करने के लिए wakati ule Mwenyezi Mungu ताला के इज़्न से Mwenyezi Mungu alijibu, na hapo nilisoma aya ya Qur'ani tukufu ambayo ni aya mbili hizi za sura Al-Hajj, ambamo Mwenyezi Mungu anasema uzina lillazina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir وإن الله على نصره allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah إلا أن يكون ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع بعضهم وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ولينصر أن الله ينصر إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. यानी उन लोगों को जिनके Yani imeruhusiwa kupigana kwa wale wanaopigwa kwa sababu wamedhulumiwa, na kwa yakini Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuwasaidia जिन्हें उनके घरों से नाहक waliotolewa majumbani mwao pasipo haki, ila kwa sababu wanasema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu. Na kama Mwenyezi Mungu asingaliwazuia watu baadhi yao kwa wengine, bila shaka yangalivunjwa mahekalu na makanisa na nyumba za ibada na misikiti ambamo jina la Mwenyezi Mungu hutajwa kwa wingi, na bila shaka Mwenyezi Mungu humsaidia yule anayemsaidia yeye. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mshindi. Na kama nilivyosema kwamba kwa katika aya hii Waislamu waliruhusiwa kujilinda, na vile vile iliamrishwa kwamba walinde nyumba za ibada za watu wengine. वो कुफार के खिलाफ Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba ana nguvu ya kuwasaidia Waislamu, कुफार बावजूद अपनी na makafiri kwa kuwa na nguvu watashindwa. शिकस्त खाएंगे. और खुदा ताला ने अपने वजूद का सबूत देते हुए Na Mwenyezi Mungu aliwapatia Waislamu ushindi juu ya makafiri. बड़े लश्कर और बहुत
na makafiri walishindwa, hata walikuwa na masilaha, na vile vile vita vilivyopigana na mahalifa ni kwa ajili ya kuthibitisha amani, si kwa ajili ya kupata utawala, na wao walisaidiwa na Mwenyezi Mungu kama alivyoahidi. Katika hutuba yangu nilisema hayo pia, kwamba ikiwa waislamu wameenda mbali na dini, basi bishara yake iliyotolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa dhuluma inatendewa kwa waislamu, hii ni sawa na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hali hii inapatikana, si maana kwamba huo ni mwisho wa hali ya waislamu. Nina imani hii pia kwamba ikiwa bishara ya kupotea kwa waislamu ilitolewa vile vile, na bishara ile ilitimia vile vile, bishara ya kurekebika kwao pia itatimia, na itatimia kwa kuja kwa Masihi aliahidiwa. Na nilisema kwamba mimi na jumuiya tunaamini hii kwamba Masihi aliahidiwa alayhi salatu wasalam ameshafika, ambaye ni mwanzilishi wa jumuiya Ahmadiyya, na yeye amehuisha mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na alianzisha jumuiya ambayo inafuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Na nilieleza hii pia kwamba Masihi aliahidiwa alayhi salam, ambaye alikuja kwa ajili ya kuhuisha dini, yeye pia alisaidiwa na Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kueleza msaada ule nilieleza mifano kadhaa. Nilieleza bishara tatu kwa kuthibitisha ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kwa mfano, alisema Sayyidina alayhi salatu wassalam kama katika zama hii matetemeko ya ardhi yatatokea sana, na tunapoangalia katika historia kwamba katika karne hii matetemeko ya ardhi yalitokea zaidi kushinda karne zote za zamani. Kisha alisema bishara hii pia Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba Tsar aliyekuwa mwenyekiti wa Russia atakamatwa na tangamizwa, na bishara hii pia ilitimia. Kisha bishara tatu alieleza kuhusu vita, kwamba tumeshawahi kuona vita mbili vya dunia, lakini dunia tena inaenda upande wa vita vya tatu. Nchi zote zinaweka bajeti ya jeshi zaidi kuliko bajeti ya vitu vingine, na kila nchi inaelekea kwenye kuongeza nguvu ya jeshi. Ikiwa amani haipatikani duniani, si kwa sababu ya dini, bali sababu yake ni tamaa na siasa. Nilisema hii pia kwamba katika zama hii aliyetumwa na Mwenyezi Mungu, msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana pamoja naye. Ikiwa msaada wa Mwenyezi Mungu usingepatikana, yule aliyekuwa akikaa katika kijiji kimoja cha Kadiana singeweza kufikisha ujumbe wake duniani kote. Kisha baada ya kifo cha Sayyidina alayhi salatu wasalam, nidhamu ya uhalifa ulipatikana, na kwa kupitia nidhamu ya uhalifa kazi hii inaendelea kufika duniani kote. Ikiwa nidhamu hii inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu yupo, vile vile inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu anasaidia jumuiya hii. Na nilisema hii pia kwamba Mwenyezi Mungu ametupatia akili kwamba Mwenyezi Mungu yupo na anaongea na waja wake. Kwa hiyo dunia inatakiwa ielekee upande huu na isimlaumu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya makosa yao. Mwenyezi Mungu aijalie dunia iweze kufuata nasaha hizi. Huzur anasema kwamba hii ni mukhtasari wa hutuba yangu niliyotoa kule takriban nusu saa. Sasa nitaeleza maoni ya watu kuhusu mkutano ule. Na watu walisema kwamba mafundisho ya dini tukufu ya Islamu iliyoelezwa, wao waliathirika sana kwa sababu ya kusikiliza mafundisho haya. William State ambaye ni katibu mkuu wa European Council for Religious States alisema kujumuika hivi na kukaa pamoja na kuwasikiliza viongozi wa dini mbalimbali kisha kukiri kwamba tunataka amani ni ufaulu mkubwa sana. Kisha mbalozi wa Grenada Mheshimiwa Jocelyn Whiteman anasema
एक्सेलेंसी जोसलिन वाइटमैन kwamba sherehe hii ilikuwa nzuri sana. बहुत जबरदस्त तकरीब Wazo hili kwamba viongozi wa dini mbalimbali wanaweza kujumuika hivi imezidisha imani yetu, na faida yake ni hii pia kwamba फायदा है कि हमें अंदाजा होता है कि tunapata mwelekeo kama namna gani tunaweza kuwajumuisha watu kuhusu matatizo mbalimbali. फिर Kamanda wa Metropolitan Police ya London anasema kwamba इसमें कमांडर हैं कहती हैं कि मुझे आज nimependa kitu hiki katika sherehe ya leo kwamba kila mmoja ameeleza sifa ya dini yake, hakuleta shutuma ya dini zingine. Hii inaonyesha kwamba sisi tupo pamoja. Kisha bwana Dr. Charles Stennis ambaye ni mwakilishi wa mbunge wa Ulaya, यूरोपियन पार्लियामेंट yeye anasema kwamba siku za usoni sisi hatuna njia nyingine isipokuwa kufuata njia hii. Sisi sote tunamwamini Mwenyezi Mungu na hatuwezi kuamini kwamba Mwenyezi Mungu anataka kwamba kwa jina la dini tupigane. मजहब के नाम पर एक दूसरे Kwa hiyo mimi naungana mkono na ujumbe huu wa amani, na ujumbe wa jumuiya ambao napenda ni hii kwamba wao wanasema kwamba mapenzi kwa wote, si chuki kwa yeyote. Huu ni ujumbe wa ulimwenguni. नौयत का पैगाम है Kadiri viongozi wakikaa pamoja itakuwa vizuri. बेहतर है Bi Baroness ambaye ni mwenyekiti wa All Party Parliamentarian Group na International Freedom of Religion anasema, पर्सन है कहती हैं nina heshima ya kuwa mwenyekiti wa All Party of Parliamentarian Group. होने का Ninajua vizuri kwamba namna gani jumuiya Ahmadiyya inaendelea kutoa huduma zake kwa ajili ya heri ya wengine, खिदमत करती चली जा रही है na jambo hili lilielezwa na imamu wa jumuiya Ahmadiyya pia. हमें बहुत खुशी Sisi tunafurahi kwamba tunasaidiana के कामों pamoja na jumuiya, na ninafurahi kwa sababu ya hii pia kwamba Wahamadia wana uhuru katika nchi hii. Kisha bana K Cartridge ambaye ni member wa All Party Parliamentarian Group na International Freedom of Religion anasema kwamba imamu wa jumuiya yoyote aliyosema inaonekana kwamba hii inapatikana katika dini zote. बात एक ही नजर आती है, यानी मोहब्बत, रवादारी और अमन Katika media dini imeelezwa पेश किया गया kama ni sababu ya kuleta ufisadi kati ya binadamu, lakini yoyote tulioona ni kinyume na ile inayoonyeshwa katika TV, katika media. फिर यही जो Na Rabai alitoa ujumbe wake pia baadaye na maoni yake baadaye, na alisema kwamba ujumbe wa imamu wa jumuiya Ahmadiyya ni ujumbe wa amani na ujumbe wa kuelewana, na tunatakiwa मजाहब को एक दूसरे से tunatakiwa tuheshimiane kwa sababu sisi sote ni kizazi cha Adam alayhi salam. Tunatakiwa tuheshimiane na tunatakiwa tuishi kwa amani na tusipigane, रहना चाहिए ना, ये bali kadiri tunayoweza tunatakiwa tufanye juhudi kwa ajili ya amani. कोशिश करनी चाहिए Huzur anasema चाहिए इनको कि huyu ni Rabai, anatakiwa aifahamishe serikali yake pia kuhusu ujumbe huu. फिर काउंसलर Kisha kuna Counselor Santokh Singh, संतोष yeye anasema, naona imamu wa jumuiya Ahmadiyya anatuelewesha kwamba katika dini zote mafundisho mengi ni sawa. मजाहब में बहुत सारी Dini zote zinatufundisha kuhusu ubinadamu. Tunatakiwa tufanye kazi pamoja, हैं, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, tunatakiwa tutakiane heri. एक दूसरे का भला Kisha kutoka Norway kuna bwana Billy Tenger, नॉर्वे से ni kutoka katika पार्टी क्रिश्चियन रिपब्लिक Christian Republican Party, anasema kwamba imamu wa jumuiya Ahmadiyya katika mwisho wa hutuba yake ametupatia ujumbe mmoja mzuri kwamba tunatakiwa tufanye kazi kwa ajili ya amani, na huu ni ujumbe unaotakiwa duniani siku hizi, na ujumbe huu tunataka katika Norway pia. Professor wa Amsterdam University aitwaye Dr. Suniesr alisema kwamba imamu wa jumuiya amesema waziwazi kwamba mafundisho ya dini tukufu ya Islam badala ya ugaidi inatuhimiza kuhusu amani. Kisha bana Ethelwine ambaye ni papa wa Greek Orthodox Patriarch of
of Antioch, yeye alisema kwamba एंटियोक रखने वाले से ताल्लुक रखने वाले niliwahi kushiriki mikutano mingi ya jumuiya. ने अहमदिया मुस्लिम जमात के मुख्तलिफ फंक्शन में शमूलियत की है. Mimi napenda sana ujumbe wa imamu wa jumuiya. Hutuba ya imamu wa jumuiya ilikuwa nzuri kushinda hutuba zote zingine. Bila shaka kuwajumuisha viongozi wa dini mbalimbali hivi ni kazi yenye pongeza sana, na vile vile ni ufaulu mkubwa sana. Mtu mmoja alikuja kutoka Ireland, anasema kwamba mimi nimeshiriki mkutano huu, ujumbe niliopata katika mkutano huu nimetetemeka kwa sababu ya ujumbe huu. Nawaambia wanajumuiya kwamba si rahisi kusambaza ujumbe bila kutumia media. Jumuiya inafanya kazi nzuri, kwa hiyo nitafurahi ikiwa mnaweza kusambaza vizuri ujumbe wenu. Kisha ni Jahangir Saru Sahib ambaye ni member wa European Conference of Religious, anasema kwamba mimi nafuata dhehebu la Zartash. Nimeathirika sana kwa sherehe ya leo. Viongozi wote walitoa hutuba nzuri, lakini mwishoni hutuba ya imamu wa jumuiya ilikuwa nzuri sana. Kisha bana Robin Sees ambaye ni mwalimu wa mafundisho ya dini anasema kwamba nilikuwa sitegemei kwamba nitapata raha na ladha kiasi hiki. Nilisikiliza hutuba mbalimbali, lazima baada ya kurudi nyumbani nitafikiria kuhusu hutuba hizi. Nina yakini kwamba hutuba ya imamu wa jumuiya Ahmadiyya itachapishwa haraka iwezekanavyo. Kisha bana Dr. Kane ambaye anahusika na kanisa fulani anasema muda fulani watu walianza kufikiria kwamba hatuhitaji dini, lakini hii imethibitisha vizuri kwamba wazo hili si sahihi, wala wazo hili hauna msingi hata kidogo. Kisha kutoka katika chuo cha Belgium bwana Dr. Lydia alisema kutoka kule maprofesa wawili walikuja kushiriki mkutano. Kwa hiyo Dr. Lydia na profesa mwingine wote wawili walisema kwamba kwa kusikiliza hutuba ya imamu wa jumuiya Ahmadiyya iliyokuwa kuhusu mafundisho ya Islam na Qur'an tukufu tumeathirika sana. Baada ya kusikiliza hutuba ya imamu wa jumuiya tumeamua kwamba tutawapatia wanafunzi tafsiri ya Qur'an tukufu chuoni, ili wao kwa kusoma tafsiri ya Qur'an tukufu wajue kuhusu mafundisho sahihi ya Qur'an tukufu. Kwa hivyo Hazur anasema wao wamepewa tafsiri ya Qur'an tukufu, na hivi njia za mahubiri pia zimefunguka kwa ajili yetu. Santiago Catarribo alikuja kutoka Spain, na yeye ni profesa katika Medar University. Ameandika vitabu chungu mzima, na yeye ni rafiki wa jumuiya. 2012 sherehe iliyofanyika katika bunge la Ulaya huko Brussels alishiriki na alikutana nami pia. Anasema nikianza kueleza maoni yangu kuhusu mkutano huu, basi nataka kurasa chungu mzima kwa ajili ya kueleza maoni yangu. Katika historia ya dunia, dini ilikuwa sababu ya kuleta vurugu duniani. Hata katika zama hizi pia, baina ya mashariki na magharibi na baina ya nchi ya maendeleo na isiyopata maendeleo kuna mvurugu, na hii inaweza kuelezwa kwamba ni sababu ya kuleta vurugu duniani. Lakini slogan ya Ahmadiyya kwamba mapenzi kwa wote, si chuki kwa yeyote, ni muktasari wa dini zote, na vito hii inawajumuisha watu wote ambao wana maoni mbalimbali. Na katika zama hii ambamo kundi fulani la Waislamu linaungana na watu wanaoshambulia na wanaoeneza ufisadi, katika hali hii
kazi ya jumuiya ni yenye sifa sana. Inatakiwa sherehe ya aina hii ipate umashuhuri sana katika dunia nzima. Bwana Miguel Garcia ambaye ni mwenyeji wa Pedro Abad wa Spain alishiriki mkutanoni. Aliwahi kuwa meya pia. Wakati alipokuwa meya mwaka 1980 alitoa ruhusa ya kujenga msikiti wa Basharat huko Spain, na wakati wa ufunguzi wa Masjid Basharat alikutana na halifa wa 4, na halifa wa 4 alimpatia zawadi ya shahada, na bado wameweka shahada ile katika ofisi yake. Anasema kwamba jumuiya Ahmadiyya imewaalika member of parliament, wanasiasa na watu ambao wanahusika na idara mbalimbali za binadamu, wamekusanywa katika London ili wafikirie kuhusu maelewano na kuhusu umoja. Naipongeza jumuiya kwa kazi yao hii. Nina hamu kwamba jumuiya ifaulu katika malengo yake. Nina heshima ya kukutana na halifa watatu wakati alipokuja kuweka jiwe la msingi 1981 huko Pedrobad, na vile vile 1982 niliwahi kukutana na halifa wa 4 pia, na sasa katika mkutano huu nimepata bahati ya kukutana na halifa wa 5. Mimi nimeathirika sana kwa kusikia maneno ya Mirza Masroor Ahmad. Amezungumza kuhusu jamii yenye amani na usalama, na amepinga serikali ambayo kwa jina la kujilinda inatanguliza silaha juu ya ubinadamu. Nina fahari kwamba imamu wa jumuiya amewaalika viongozi kwa ajili ya kujenga jamii ambayo inaelewana. Sisi tunaishi katika dunia ambayo ina mfarakano sana, na watu wanakufa na njaa. Upande mmoja tunatupa chakula baharini, na upande mwingine wako watu mamilioni ambao hawapati chakula. Upande mmoja wako watu matajiri ambao wana mamilioni, na upande mwingine watu wanaendelea kuwa maskini zaidi. Tunataka dunia ambayo inakataa vita na inataka amani na inawajumuisha watu wote katika maendeleo, ambayo inasimama dhidi ya dhulma na inasambaza uadilifu. Huzur anasema haya ni maoni kadhaa niliyoeleza. Mwenyezi Mungu aijalie kwamba dunia imwelekee Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya kumtambua Mwenyezi Mungu wanaweza kusalimika katika maangamio ambayo yapo mlangoni wa dunia. Na bishara yake ilitolewa na Sinama alayhi salatu wasalam mara kwa mara. Huzur anasema leo tena nataka kuwakumbusheni kuhusu wanajumuiya wa Pakistan. Muwaombee Mwenyezi Mungu awasalimishe katika shari ya wote, na awasalimishe wale wote ambao wanataka amani nchini na hawataki ufisadi. Vile vile mfanye maombi kwa ajili ya Syria pia. Kule pia Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuiya. Hivi karibuni mwanajumuiya mmoja alikamatwa tena bila kuwa na sababu yoyote. Mwenyezi Mungu awalinde hawa wote wanajumuiya, na kwa jumla muiombe dunia hii, kwa sababu hali inayopatikana duniani inaonekana kwamba wanaelekea kwenye vita, lakini serikali yenye nguvu haielewi kwamba inaelekea kwenye shimo la maangamio. Ni jukumu letu kwamba sisi tuwaombee sana. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.